أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, naendelea kueleza kuhusu zama za Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na vita mbalimbali zilizopiganwa katika zama ile. Habari zake zilikuwa zinaendelea. Katika mapigano yale kuna vita vya Junde Sabur. Hazrat Abu Sabra bin Ruhum Sasani alipopata ushindi juu ya maeneo mbalimbali, alisonga mbele na jeshi na akapiga kambi katika Junde Sabur. Junde Sabur ilikuwa ni mji wa Khuzestan. Vita ikaendelea kupiganwa dhidi ya maadui na maadui pia wakaendelea kupambana na Waislamu hadi mtu fulani kwa niaba ya Waislamu akakubali kuwapatia amani. Maadui walikuwa ndani ya ngome yao na wakipata nafasi walikuwa wakitoka nje na kuwashambulia Waislamu. Sasa Muislamu mmoja, sio kiongozi bali Muislamu wa kawaida, alipowapatia ofa hiyo, wao mara moja wakafungua milango ya ngome, wanyama wakatoka nje na masoko yakafunguliwa na watu wakaanza kutembea mitaani. Waislamu wakawauliza ya kwamba mmekuaje? Wao wakasema ya kwamba nyinyi mmetupatia amani nasi tumekubali, sisi tutatoa jizia na nini mtatulinda. Waislamu wakasema sisi hatukufanya hivyo. Wao wakasema ya kwamba sisi hatusemi uongo. Kisha Waislamu wakaulizana na wakajua ya kwamba mtumwa mmoja aitwaye Miknaf amefanya hivyo. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipoulizwa kuhusu swala hilo, yeye akasema Mwenyezi Mungu ameeleza umuhimu mkubwa wa unyofu. Nyinyi hamwezi kuwa wanyofu mpaka mutimize ahadi mliyoifanya. Hata kama aliyeahidi ni mtumwa, nyinyi muitimize. Maadamu mpo mashakani, muwapatie muhula na muwafanyie kwa unyofu. Hivyo Waislamu wakasadikisha kuhusu ahadi ile na wakarejea nyuma. Vita hii ilikuwa ni ya mwisho katika ushindi wa Khuzestan. Al-Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia akieleza tukio linalofanana na tukio hilo ameeleza ya kwamba katika zama za Umar, mtumwa mmoja Mhabeshi alifunga mkataba na kaumu moja ya kwamba nyinyi mtapewa urahisi fulani fulani. Jeshi la Kiislam lilipofika huko, kaumu ile ikasema ya kwamba sisi tumefanyiwa mkataba huo. Afisa mkuu wa jeshi akakataa kukubali mkataba ule na jambo likamfikia Hazrat Umar. Yeye akasema kauli ya Muislamu haitakiwi iwe ya uongo hata kama awe mtumwa. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba katika zama za Hazrat Umar radhiyallahu anhu, jeshi moja la maadui lilizingirwa nalo likazani ya kuwa sasa hakuna ya kusalimika. Haya ni maelezo ya kisa kilichoelezwa hapo juu ambaye Hazrat Musleh Maud ameeleza katika maneno yake. Wakafikiria kwamba kamanda wa Kiislam anakaribia kupata ushindi juu ya ngome yetu. Akishinda atatutendea kama inavyotendewa nchi iliyotekwa.
kila muislamu alikuwa akielewa tofauti kati ya kuteka na kufanya suluhu. Kwa ajili ya nchi iliyotekwa kulikuwa na kanuni ya kawaida ya Kiislam, na katika suala la suluhu kundi la pili walikuwa na uwezo wa kupanga masharti wapendayo au kuchukua haki za ziada. Wao wakafikiria kwamba tutumie mbinu fulani ili suluhu ifanyike juu ya masharti rahisi. Hivyo siku moja muislamu mmoja mhabeshi alikuwa anachota maji. Wao wakaenda karibu na wakamwambia waonaje kama suluhu ifanyike, basi je, hiyo ni bora kuliko vita au la? Yeye akasema ndiyo, ni bora. Mhabeshi huyo hakuwa msomi. Wao wakasema sasa basi tufanye suluhu kwa sharti hili ya kwamba sisi tuishi katika nchi yetu kwa uhuru, wala tusisumbuliwe, mali zetu zibaki kwetu na mali zenu zibaki kwenu. Yeye akasema ni sawa kabisa. Wao wakafungua milango ya ngome. Sasa jeshi la Kiislam likaja. Wao wakasema sisi tumefanya mkataba pamoja nani? Waislamu wakasema mkataba umefanywa wapi na afisa gani ameufanya? Wao wakasema sisi hatujui, tutajuaje kuhusu maafisa wenu? Mtu mmoja alikuwa anachota maji hapa, sisi tukaongea naye akatuambia kwamba ni sawa. Waislamu wakasema ebu angalieni, mtumwa mmoja alikuwa amekuja hapa, hivyo mumuulize kilichotokea ni nini. Mtumwa huyo alipoulizwa akasema ndio, walikuwa wameongea nami hivi. Hapo Waislamu wakasema huyu ni mtumwa na ni nani aliyempatia mamlaka ya kufanya uamuzi? Hapo maadui wakasema tutajuaje kwamba huyu ni afisa wenu au la? Sisi ni wageni, hivyo tukazani kwamba huyu ndiye kamanda wenu. Wakaonyesha ujanja fulani. Afisa huyo akasema mimi siwezi kukubali, lakini nitamuindikia Hazrat Umar. Alipopokea barua yake akasema kwa ajili ya siku za usoni muwatangazie wote ya kwamba kamanda mkuu ndiye mwenye mamlaka ya kufanya mkataba, lakini haiwezekani kwamba muislamu amekubali kuwapa amani. Sasa mimi nibatilishe kauli yake. Hivyo sasa mkataba uliofanywa na Mhabeshi yule nini mtalazimika kukubali, isipokuwa kwa ajili ya mustakbali mutangaze wazi kwamba hakuna awezaye kufunga mkataba na kaumu yoyote isipokuwa kamanda mkuu. Hazrat Umar alishinda Iran, na kulikuwa na sababu gani zilizomfanya kuchukua hatua hiyo? Maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba Hazrat Umar alikuwa akitamani sana ya kwamba pamoja na vita za Iraq na Ahwaz, kama vita hii ikwishe basi ni vyema sana, na hakuna faida yoyote ya kupigana vita. Maadui walikuwa wakitushambulia, sisi tumewamaliza na tumewazuia, hivyo tuishie hapo. Na yeye alikuwa amesema mara kwa mara ya kwamba lau kama kiwepo kizuizi fulani kati yetu na kati ya Wairani, ili wao wasiweze kuja kwetu na sisi pia tusiweze kwenda kwao, lakini kwa sababu ya harakati za kivita za serikali ya Iran tumaini lake halikutimia. Mnamo mwaka 17 wa Hijria, ujumbe mmoja wa viongozi wa Islamu wa jeshi ulimjia Hazrat Umar. Hazrat Umar aliwauliza wajumbe wa ujumbe huo ya kwamba katika maeneo yaliyotekwa kuna sababu gani za kutokea kwa uvunjifu wa ahadi na uasi. Hazrat Umar akaonyesha wasiwasi wake akisema kwamba katika maeneo hayo Waislamu watakuwa wanaleta taabu kwa wakazi wao, ndiyo maana uvunjifu huo unatokea. Wajumbe hawakuafiki na rai hiyo na wakasema hapana, sio hivyo, na wakamwambia kwamba sawa na elimu yetu Waislamu wanawatendea kwa unyofu kamili na kwa wema sana. Hazrat Umar akawauliza basi kuna sababu gani za vurugu hiyo? Wajumbe wengine hawakuweza kutoa jibu lenye kumridhisha, lakini Ahnaf bin Qais akasema Amirul Mu'minin, mimi nakuambia kuhusu hali halisi. Jambo lenyewe ndilo hili ya kuwa wewe umetukataza kuendeleza harakati za kijeshi, yani tusipigane vita, na umetuagiza kusalia katika eneo ambalo tumekwisha lishinda tayari, ilhali mfalme wa Iran bado yuko hai, na maadamu yuko hai wa Irani wataendelea kupigana nasi, na haiwezekani kwamba nchi moja iwe na tawala mbili. Katika kila hali utawala mmoja utauondoa mwingine, Wairani watabaki au sisi tutabaki. Yeye akasema wewe unajua ya kwamba sisi wenyewe hatukuteka eneo lolote, bali kwa sababu ya kushambulia kwa maadui tumelishinda.
sisi kamwe hatukuanza vita, na hiyo ndiyo iliyokuwa amri yako. maadui walikuwa wakishambulia, ndipo tulikuwa tunalazimika kupigana vita, na kisha maeneo pia yalikuwa yakitekwa. Huzur anasema kwamba kutoka jambo hilo imekuwa wazi kwa waislamu ambao wanaeleza uzuru wa kupigana vita bila sababu yoyote, na pia jibu limetolewa kwa wale wanaoleta shutma juu ya islam ya kwamba waislamu walikuwa hawapigani vita ili wapate ardhi au washinde nchi, bali walikuwa wakishambuliwa, na hapo walikuwa wakipigana vita ili wastawishi amani, na kisha ushindi pia ulikuwa unatokea. Hivyo wao wakasema majeshi haya yanatoka kwa mfalme wao na wataendelea na harakati zao mpaka utupatie ruhusa ya kupambana nao na tumfukuze mfalme wao kutoka Fars, na kwa njia hiyo tumaini la Wafars la kupata ushindi tena linaweza kukatika. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hat Umar akiafiki na rai hiyo, akaelewa ya kwamba sasa nchini Iran hakuna njia nyingine isipokuwa kusonga mbele, na bila kufanya hivyo amani haiwezi kustawi, na damu ya waislamu itaendelea kumwagwa na vita zitaendelea. Lakini hata hivyo hat Umar akachukua uamuzi huo baada ya muda wa mwaka 1.5 au miaka 2 na mwaka 21 hijria, baada ya kutokea vita vya Nahawand, ambapo Wairani walikuwa wamejitokeza kupambana na Waislamu kwa nguvu sana, na katika eneo la Nahawand vita kali ilikuwa imetokea. Vita vya Nahawand pia inajulikana kwa jina la Fathul Futu. Huzur anasema kwamba vita vya Nahawand inajulikana pia kwa jina la Fathul Futu. Vita za Waislamu zilizotokea katika Iraq na Iran, zipo vita 3 ambazo zinajulikana kama vita zenye tija, yani vita vya Qadsiya, vita vya Jalollah na vita vya Nahawand. Na ushindi wa Nahawand kutokana na matokeo yake ulikuwa na umuhimu wake mkubwa kiasi kwamba kwa Waislamu vita hiyo ilikuwa imepata umaarufu kwa jina la Fathul Futu, yani ushindi mkubwa kuliko shindi zote. Vita hii ya Nahawand ilikuwa ni jaribio la mwisho kutokea kwa Wairani baada ya wao kushindwa vibaya kwa mara 2 katika vita. Maelezo ya vita hii ni kama yafuatayo, ya kwamba mfalme wa Iran Yazid ambaye alikuwa akiishi katika Marv, na sawa na riwaya ya Abu Hanifa Denawri alikuwa akiishi Qum, alianza kukusanya jeshi kwa nguvu zote ili kupigana na Waislam, na kwa kupitia barua zake akachangamsha nchi nzima kutoka Khurasan hadi Sindh, na jeshi la Kiirani likaanza kujitokeza toka kila upande na kujumuika katika Nahawand. Nahawand ni mji wa Iran unaopatikana mashariki mwa Kirmanshah na upo kusini mwa mji mkuu wa Hamdan wa jimbo la Hamdan, ukiwa na umbali wa takriban kilomita 70. Nahawand ilikuwa ni mji uliozungukwa na milima kote kote. Hat Saad akampelekea Hat Umar taarifa kuhusu jeshi hilo katika Madina. Baada ya siku chache Hat Umar alipomzulu Hat Saad kutoka wazifa wake, na Hat Saad akapata nafasi ya kwenda Madina. Wakati ule pia Hat Saad radhiyallahu anhu akamwambia Hat Umar kuhusu jeshi. Hat Umar akamzulu Hat Saad na cheo hiki muhimu akampatia Hat Ammar bin Yasir. Taarifa zote za harakati za kivita za Kiirani alizopata Hat Ammar, yeye akaendelea kuzituma Madina. Hat Umar akaitisha kikao cha shura na akisimama jukwani akatoa hutuba, na katika hutuba yake akasema, ni kaumu ya Uarabuni, Mwenyezi Mungu aliwasaidieni kwa njia ya Islam, na baada ya kusambaratika kwenu akawaunganisheni, na baada ya njaa akawatajirisheni, na katika kila uwanja mlipo lazimika kupambana na maadui, yeye akawapatieni ushindi. Hivyo nyinyi hamkuchoka wala kushindwa, na sasa shetani amekusanya majeshi machache ili azime nuru ya Allah. Na hii ni barua ya Ammar bin Yasir.
inayosema kuwa wakazi wa Kumis, Tabristan, Nambawand, Jurjan, Asfahan, Kum, Hamadan, Mahin na Sabzan wanajumuika kwa mfalme wao ili wajitokeze kupambana na ndugu zenu waliopo katika Kufa na Basra, na wakiwafukuza kutoka watani wao wenyewe waishambulie nchi yenu. Ili watu munipatie ushauri katika swala hilo. Swala hili ni nyeti, sitaki kwamba nyinyi muendelee na maongezi marefu na muhitilafiane, bali nachotaka ni kwamba munipatie ushauri kwa kifupi tu kwamba je, hii itafaa ya kwamba mimi mwenyewe nielekee Iran na nikisimama katika eneo fulani kati ya Basra na Kufa nilisaidie jeshi langu, na kama kwa fadhili ya Allah ushindi utokee katika vita, basi nitume jeshi langu liende mbele katika eneo la maadui. Baada ya hutuba ya Umar akasimama Talha bin Ubaidullah, na baada ya tashahud akasema, ewe Amirul Mu'minin, mambo ya utawala yamekufanya kuwa na busara zaidi na uzoefu wako umekufanya kuwa hodari zaidi, hivyo ufanye upendacho na utende sawa na rai yako. Sisi tupo pamoja nawe, wewe utuamuru, sisi tutakutii. Utuite, tutasema labbaika juu ya wito wako. Ututume, tutaondoka. Ukipenda kutuchukua pamoja nawe, sisi tutakuwa pamoja nawe. Hivyo jiamulie katika swala hili, kwani wewe una ujuzi na uzoefu wote. Talha akisema hayo akaketi, lakini Umar alitaka ushauri mwingine, hivyo akasema, eni watu semeni lolote, kwani uamuzi wa leo matukio yake yatakwenda mbali. Hapo akasimama Uthman na akasema, ewe Amirul Mu'minin, rai yangu ndio hii ya kwamba wewe utume Syria na Yemen amri ya kwamba majeshi ya Kiislamu ya huko yaelekee Iran. Pia uwatumie majeshi ya Basra amri ya kuelekea kutoka huko, na we mwenyewe uelekee Kufa pamoja na majeshi ya Hajaz. Kwa njia hiyo hisia za hatari ulizo nazo juu ya idadi kubwa ya maadui zitakuondoka. Kwa kweli uamuzi wa leo utakuwa na matokeo ya mbali, hivyo kama ilivyo rai yako, uwepo wako pamoja na maswahaba zako ni muhimu sana. Wajumbe wengi wa kikao wakapenda pendekezo hili la Uthman na Waislamu wakamunga mkono. Umar akaomba ushauri mwingine, kisha Ali akasimama na akatoa hutuba ndefu akisema kwamba, Amirul Mu'minin, ukitoa amri kwa majeshi ya Syria ya kuondoka kutoka huko, utawala wa Kirum utakuja kuteka kule, na majeshi ya Kiislam yakiacha Yemen, serikali ya Uhabeshi itakuja kuiteka Yemen. Na ukiondoka mwenyewe kutoka hapa, Waislamu kutoka nchi nzima wakisikia jina lako watajitokeza kuungana nawe, na hatari ambayo unakwenda kukabiliana nayo kwa sababu ya kuondoka kwako, hatari kubwa zaidi kuliko hatari ile itatokea hapa nchini. Na Ali akatoa rai nyingine akisema kwamba utume amri katika Basra ya kwamba jeshi zima ligawanywe katika sehemu tatu. Sehemu moja iachwe kwa ajili ya kuhifadhi makazi ya watu, na sehemu moja ipelekwe katika maeneo yaliyotekwa tayari na suluhu imekwisha fanywa huko, ili wakati wa vita watu wa huko wasivunje mkataba na kuasi, na sehemu moja itumwe Kufa ili kuwasaidia Waislamu. Pia uwaandikie watu wa Kufa ya kwamba sehemu moja ya jeshi ibaki kule kule na sehemu mbili za jeshi zitoke kwa ajili ya kupigana na maadui. Na pia uwatumie majeshi ya Syria amri kwamba sehemu mbili za jeshi zisalie katika Syria na sehemu moja ielekee Iran, na amri za aina hiyo hiyo zitumwe kwa Amman na sehemu zingine za nchi na miji mbalimbali. Na kuondoka kwako kwa ajili ya vita hii sio sahihi, kwani nafasi yako ni kama mkufu ambao lulu zimeambatanishwa ndani mwake, na mkufu huo ukikatika, lulu zitasambaratika na kisha hazitajumuika tena. Na pia kama Wairani wakijua kwamba mkuu mwenyewe wa Uarabuni amekuja kupigana vita, wao watatumia nguvu zao zote katika vita. Na habari za harakati za maadui ulizoongelea, basi ujue kwamba Allah anazichukia sana harakati za maadui, na kitu
na kitu anachokichukia Allah, basi yeye ana uwezo wote, ana kudra ya kukibadilisha. Na kama ulivyozungumzia idadi kubwa ya maadui, basi desturi zetu si kupigana vita juu ya msingi wa idadi kubwa ya watu, bali vita yetu inapiganwa kwa kumtegemea Allah. Na katika swala letu ushindi au kushindwa hakutokani na idadi kubwa ya jeshi, bali hii ni dini ya Allah ambayo Allah ameifanya ishinde, na ni jeshi lake ambalo yeye amelisaidia, na kwa kupitia malaika ameinusuru, na hivyo hali hii imepatikana. Allah ametuahidi, na Allah bila shaka atatimiza ahadi yake na atalinusuru jeshi lake. Hazrat Umar akasema ni sawa kabisa, nikiondoka mimi mwenyewe Waislamu wote watajitokeza kutoka pande zote, na upande wa pili wa Irani watatoka kwa nguvu zote ili kuwasaidia wenzao, na watasema kwamba mkuu wa Uarabuni amejitokeza mwenyewe katika uwanja wa vita. Kama tukishinda vita hii, basi tutakuwa tumeshinda Uarabuni mzima, hivyo kuondoka kwangu si sahihi. Nyinyi yani maadui watasema kwamba tukishinda vita hii tutakuwa tumeshinda Uarabuni mzima, hivyo munipatie ushauri ya kwamba mtu gani afanywe kuwa kamanda wa jeshi, lakini litajwe jina la mtu ambaye kwa kushiriki katika vita za Iraq awe ameshapata uzoefu mkubwa. Watu wakasema, wewe unajua zaidi kuhusu watu wa Iraq na jeshi la huko, kwani watu wa huko wameendelea kuja kwako kama ujumbe, na wewe umepata nafasi ya kuwakagua na kuongea nao. Jicho la Umar likamchagua Hazrat Numan bin Mikran kwa ajili ya wajibu huo, ambaye alikuwa ni miongoni mwa maswahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na riwaya moja, Hazrat Numan alikuwa na swali miskitini. Hazrat Umar akaja na akaenda kukaa karibu yake. Numan akamaliza swala yake. Hazrat Umar akamwambia ya kwamba napenda kukuteua juu ya wazifa fulani. Hazrat Numan akasema mara moja kwamba kama kuna wazifa wa kijeshi basi niko tayari, lakini kama ni kazi ya kukusanya kodi basi mimi sipendi kazi hiyo. Hazrat Umar akasema hapana, bali ni wazifa wa kijeshi. Lakini Khalifa mtukufu anasema kwamba jambo ambalo inaonekana lina uhakika zaidi ni riwaya ya Tabri kuhusiana na swala la kumteua Hazrat Numan bin Mikran kama kamanda katika vita vya Nahawand. Tabri ameandika hivi ya kwamba kama nisemavyo ya kuwa Ibn Ishaq anasema ya kuwa katika matukio ya Nahawand kuna tukio moja ya kwamba Numan bin Muqarran alikuwa anafanya kazi kama mtendaji katika Kaskar. Yeye alimuindikia Hazrat Umar radhiyallahu anhu kwamba Saad bin Abi Waqas amenipatia kazi ya kukusanya kodi ilhali mimi napenda kufanya jihadi. Hivyo Hazrat Umar akamuindikia Saad ya kwamba Numan ameniindikia ya kwamba wewe umempa jukumu la kukusanya kodi ilhali yeye hapendi kazi hiyo na anatamani kufanya jihad, hivyo umtume Nahawand. Ilmuradi wazifa huo muhimu akakabidhiwa Hazrat Numan bin Muqarran, naye akatoka kupambana na maadui. Hazrat Umar akamuindikia barua, na wakati ule Hazrat Numan alikuwa katika Kufa. Barua hii pia inathibitisha kwamba yeye hakuwa katika Madina bali alikuwa katika Kufa. Wakati ule akaandika barua hii inayosema, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu, kwa Numan bin Muqarran, amani iwe juu yako. Kisha akaandika ya kwamba mimi namhimidia Allah ambaye hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Ama baad, mimi nimepata taarifa kwamba jeshi kubwa la wa Iran limekusanyika katika mji wa Nahawand kwa ajili ya kupambana nani. Ukipokea barua yangu hii, basi kwa amri na msaada wa Allah utoke na wenzako Waislamu na kuelekea huko, lakini usiwapeleke katika eneo kavu ambako iwe vigumu kutembea kwao, na katika kutimiza haki zao usionyeshe mapungufu yoyote ili wasije wakakufuru, na usiwapeleke katika eneo la kinamasi, kwani kwangu Muislamu mmoja ni mpendwa zaidi kuliko 100,000 dinari wenu.
kwa mujibu wa amri hii Numan akatoka kupambana na maadui na baadhi ya maswahaba wakubwa, masalan Huzaifa bin Yaman, Ibn Omar, Jarir bin Abdullah Bajli, Mughira bin Shoba, Amr bin Mahdi Karib, Tulaiha bin Khuwailid Asdi na Qais bin Makshu Murad pia walikuwepo pamoja naye. Umar alikuwa ametoa mwongozo kwamba Numan bin Muqarran akiuawa shahidi, basi Huzaifa bin Yaman atakuwa amiri, na kisha baada yake atakuwa Jarir bin Abdullah Bajli, kisha baada yake Mughira bin Shuba, na yeye akiuawa shahidi basi amiri atakuwa Ashad bin Qais. Kuhusu Amr bin Mahdi Karib na Tulaiha bin Khuwailid, Umar alikuwa amemuindikia Numan ya kwamba Amr bin Mahdi Karib na Tulaiha bin Khuwailid wote wapo pamoja nawe. Hawa ni wapanda farasi mashuhuri wa Uarabuni, hivyo uendelee kushauriana nao katika mambo ya vita, lakini usiwateue maafisa katika kazi fulani. Jeshi la Kiislam likatoka. Numan kwa kupitia majasusi alikuwa ameshajua tayari kwamba njia iko wazi hadi Nahawand ambako jeshi la maadui lilikuwa limekusanyika. Taarifa zilizowafikia hapo kabla sawa na taarifa hiyo ilionekana kuwa maadui wanajumuika katika idadi kubwa. Wanahistoria wameandika kwamba idadi ya jeshi hili lilikuwa ni 60,000 na 100,000, lakini riwaya ya Bukhari inasema ya kwamba idadi yao ilikuwa ni 40,000 na idadi ya 60,000 au idadi ya 100,000 ni jambo ambalo limetiwa chumvi. Maadui walitaka mtu fulani aende kuongea nao. Mughira bin Shoba alikwenda kuongea nao. Wairani walikuwa wamepanga kikao kikubwa chenye shani. Kamanda mkuu wa Kiiran alikuwa amevaa taji juu ya kichwa chake na kuketi juu ya jukwaa kubwa. Watu wa kasri walikuwa wameshika silaha kubwa kubwa. Mkalimani alikuwepo. Kamanda mkuu wa Kiiran akarudia mambo yale yale ya zamani, na kuhusu maisha ya zamani ya Waarabu akazungumzia mambo mbalimbali na akasema, mimi sipendi kuwaamrisha watu wangu walioketi hapa ya kwamba wao uweni, kwa sababu mimi sipendi kwamba mishale yao ichafuke na miili yenu michafu, Mungu apishe mbali. Hata saa hizi pia kama mtarudi basi tuko tayari kuwaacheni, waila maiti zenu zitaonekana katika uwanja wa vita. Mughira akasema, sasa zama ile imepita ambayo ilikuwa kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umebadilisha ramani yote. Maongezi yakashindikana na majeshi yote yakawa tayari kupigana vita. Nuaym bin Muqarran alikuwa ameteuliwa afisa wa jeshi la mbele, na Huzaifa bin Yaman na Suaid bin Muqarran walikuwa wanaongoza vikosi vya kulia na kushoto, na afisa wa Mujarida alikuwa ni Qaqa bin Amr. Mujarida maana yake ni sehemu ya mbele ya jeshi lililokuwa na wapanda farasi, na sehemu ya nyuma ya jeshi ilikuwa chini ya uongozi wa Mujashi. Mapigano yakaanza, lakini hali ya uwanja wa vita haikuwa rafiki kwa Waislamu, kwani maadui kwa sababu ya mahandaki, ngome na majengo yao walikuwa katika uhifadhi wao, na Waislamu walikuwa katika uwanja ulio wazi. Maadui kila wakiona kwamba inawafaa walikuwa wakitoka nje na kuwashambulia Waislamu, kisha walikuwa wakiingia katika ngome zao. Kuhusu silaha, maadui walikuwa na hali hii kwamba msimuliaji mmoja anasema kuwa mimi niliwaona sehemu moja wakipita, ilionekana kuwa kama ni milima ya chuma. Kwa kuona hali hiyo, kamanda mkuu wa jeshi la Kiislam Numan bin Muqarran aliitisha kikao cha shura, na kwa ajili ya kikao hicho akawaalika watu wa jeshi waliokuwa na uzoefu, na akawaambia kwamba nini mnaona jinsi maadui wanavyojisalimisha katika ngome na mahandaki na kwenye majengo yao. Wakipenda wanatoka nje, na Waislamu hawawezi kupigana nao hadi wao watoke nje wenyewe. Upande wa pili wa maadui wanaendelea kupata msaada wa ziada, na nyinyi mnaona jinsi hali hiyo ambavyo imewatatiza Waislamu. Sasa tutumie mbinu gani ili bila kuchelewa tuwalazimishe maadui watoke nje waje kupambana nasi katika uwanja ulio wazi?
kwa kumsikia mkuu mtu mmoja aliyekuwa na umri mkubwa katika jeshi Amr bin Subai akasema, maadui wamejifunga katika ngome na sisi tumewazingira, na hali hiyo ni ngumu zaidi kwa maadui kuliko sisi, hivyo tuendelee na njia hiyo hiyo na tuendelee kuwazingira, isipokuwa wanaotoka nje kupigana nasi, sisi tuendelee kupigana nao. Lakini majlis haikukubali rai yake. Kisha Amr bin Mahdi Karib akasema, hakuna jambo la kupata hofu, hivyo tusonge mbele na tuwavamie maadui kwa nguvu zote. Lakini hilo pia likakataliwa. Watu wenye uzoefu wakasema kwamba kama tunasonga mbele na tunawashambulia, hatutapambana na maadui bali tutagongana na kuta hizi zinawasaidia maadui zidi yetu, yani wamejifunga katika ngome na hawapo mbele yetu. Hapo Tulaiha akasimama na akasema, sawa na rai yangu, rai ya watu hawa wawili sio sahihi. Rai yangu ni kwamba kikosi kadogo kitumwe upande wa maadui, ambacho kikifika karibu kiwarushie mishale na hivyo kiwafanye watoke nje kwa ajili ya vita, na hapo kikosi chetu kianze kusogea nyuma na kidhihirishe kwamba kana kwamba kimeshindwa na kinakimbia. Mimi nina imani kwamba maadui katika tamaa ya kupata ushindi zaidi watatoka nje, na watakapokuja katika uwanja wazi sisi tutapambana nao. Hatnuman akakubali rai yake na akamwambia Hatkaka kwamba yeye afanye hivyo. Yeye akafanya kama alivyokuwa amesema Tulaiha, na hivyo ndivyo itokavyo. Kaka pole akaendelea kusogea nyuma, na maadui katika tamaa ya kupata ushindi zaidi wakaendelea kuja mbele hadi wote wakatoka nje ya ngome zao, na walinzi ndio waliobaki kwenye milango ya ngome zao ambao walikuwa wanalinda milangoni. Jeshi la maadui likitoka kutoka uhifadhi wao likaja karibu sana na jeshi la Waislamu, kiasi kwamba kwa sababu ya mishale yao baadhi ya Waislamu wakajeruhiwa. Lakini Hatnuman alikuwa bado hakuwapa ruhusa ya kupigana vita. Hatnuman alikuwa anampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kama vita haikuanza asubuhi, basi hapo alikuwa akianza kupigana vita baada ya jua kushuka, ambapo joto lilikuwa likipungua na uwepo baridi ulikuwa unavuma. Baadhi ya Waislamu walikuwa tayari kabisa kupigana na maadui, na kwa sababu ya kujeruhiwa kwa baadhi ya watu, jazba yao ilikuwa imezidi zaidi. Wao walikuwa wakienda kwa afisa wa jeshi na kuomba ruhusa, naye alikuwa akisema ngojeni kidogo. Hat Mughira bin Shoba hakuweza kujizuia na akasema, kama ningekuwa mimi ningetoa ruhusa ya kupigana. Numan akamjibu, ngojeni kidogo, bila shaka wewe ulipokuwa amiri ulikuwa unafanya maandalizi bora, lakini hata leo pia Allah hatatuzalilisha. Kitu unachotaka kukipata haraka, mimi nina imani kwamba tutakipata kwa kutumia ustahimilivu. Jua lilipoanza kushuka, Numan akapanda farasi na akazunguka jeshi zima, na akisimama karibu na kila bendera akatoa hutuba yenye kusisimua imani, na katika maneno yenye uchungu mkubwa akaomba dua ya kupata shahada, ambayo watu kwa kuisikia wakaanza kulia machozi. Kisha akatoa mwongozo kwamba mimi nitasema takbira mara 3 na pia nitapeperusha bendera. Nikitamka takbira ya kwanza kila mtu ajipange, mara ya pili anyoshe silaha yake, yani awe tayari kupambana na maadui, na nikitamka takbira kwa mara ya 3 na kupeperusha bendera, hapo mimi nitakwenda kuwavamia maadui na nyinyi pia muwashambulie maadui zenu walio mbele yenu. Kisha akafanya dua ya kwamba, e Allah, uijalie dini yako heshima, uwasaidie waja wako, na umjalie Numan awe shahidi wa kwanza. Kamanda akafanya dua hiyo. Numan alipotamka takbira kwa mara ya 3, ndipo Waislamu wakavamia maadui.
msimuliaji anasema kwamba kila mmoja alikuwa amechangamka kiasi kwamba hatuwezi kufikiri kuhusu mtu yeyote kwamba yeye atakuwa na wazo la kurudi nyuma bila kupata ushindi au kuuawa katika njia hii. Jinsi Noman alivyowavamia maadui na bendera yake, ilionekana kwamba ni tai fulani ambaye anavamia windo wake. Ilmuradi Waislamu wakawashambulia kwa pamoja na panga zao, lakini safu za maadui zilikuwa zimesimama kidete. Kutokana na kugongana kwa chuma na chuma, kelele kubwa zilikuwa zikitokea, na kwa sababu ya kumwagika kwa damu juu ya ardhi, farasi za Waislamu wakaanza kuteleza. Numan alikuwa amejeruhiwa katika vita, farasi yake pia akateleza naye akaanguka chini. Yeye kwa sababu ya kanzu yake nyeupe na kofia yake alikuwa anaonekana wazi. Ndugu yake Naim bin Mukran alipomwona akianguka chini, akaja mbele haraka na akashika bendera na akamfunika Numan na kitambaa, na akaja na bendera kwa Huzaifa bin Yaman ambaye alikuwa makamu Numan. Huzaifa pamoja na Naim bin Mukran akaja katika sehemu ile ambapo alikuwepo Numan, na bendera ikapeperushwa katika sehemu ile. Sawa na ushauri wa Mughira, habari ya kifo cha Numan haikutangazwa hadi vita ilipokwisha. Imeandikwa katika Akhul ya kwamba Numan bin Mikran alipojeruhiwa na kuanguka chini, ndugu yake akamnyanyua na kumpeleka ndani ya hema, na akavaa mavazi yake na akishika upanga wake akapanda juu ya farasi yake, na watu wengi wakaendelea kudhani kwamba yeye ni Numan. Hiyo imeandikwa kwenye Akhbarut Tewal. Mwanahistoria wa Tabri ameandika ya kwamba nafasi hii ilikuwa na hatari kubwa, lakini hata katika hali hii ya kutisha, huu ni mfano mzuri sana wa kumtii amiri. Numan alikuwa amewatangazia watu kwamba hata kama yeye auawe shahidi, mtu yote asiache kupigana vita, bali aendelee kupambana na maadui. Makala anasema Numan alipoanguka chini, mimi nikaenda karibu yake, kisha nikakumbuka amri yake na nikarejea na nikaendelea kupigana vita. Vita ikaendelea kupiganwa kwa mchana kutwa, lakini karibu na jioni maadui wakaanza kusambaratika na Waislamu wakashinda. Watu wakubwa wa Iran wakauawa. Makal anasema baada ya ushindi kupatikana, mimi nikaja kwa Numan, yeye bado alikuwa anapumzi. Nikaosha uso wake na maji, yeye akauliza jina langu ni nani, kisha aliniuliza kuhusu hali ya Waislam. Nikasema uwe na habari njema itokayo kwa Allah ya kwamba ushindi umepatikana. Yeye akasema alhamdulillah, mwambieni Umar. Umar alikuwa akisubiri kwa hamu sana taarifa ya vita. Usiku ule ambapo vita ilikuwa ianze, Umar kwa usiku kucha akaendelea kufanya maombi kwa uchungu mkubwa sana. Ikaonekana kwamba mama mjamzito ana uchungu wake, yani jinsi mama mjamzito anavyosikia uchungu wake. Umar alikuwa na uchungu mkubwa na akaenda kufanya maombi usiku kucha. Mjumbe akaja Madina na bishara ya ushindi. Umar akasema alhamdulillah, na akamuuliza kuhusu hali ya Numan. Mjumbe akampatia habari ya kifo chake. Umar akahuzunika sana na akaendelea kulia machozi. Mjumbe akatamka majina ya mashahidi wengine na akasema Amirul Mu'minin, wapo Waislamu wengine wengi waliouawa shahidi ambao wewe huwajui. Umar akasema huku analia, Umar hawajui, lakini wao hawana hasara yake, Mungu anawajua. Ijapokuwa watu hawa si maarufu katika Waislamu, lakini Allah kwa kuwapatia daraja ya shahidi amewapa heshima. Allah anawatambua na hiyo inatosha kwao. Baada ya vita Waislamu wakaenda nyuma ya maadui hadi Hamdan. Kamanda wa Kiirani Khusro Shanum kwa kuona hali hiyo, kwa niaba ya miji ya Hamdan na Rastagi akafanya suluhu kwa zamana hii kwamba kutoka kwa miji hiyo Waislamu hawatashambuliwa. Jeshi la Kiislam likateka mji wa Nahawand. Ushindi wa Nahawand kutokana na matukio yake ulikuwa na umuhimu mkubwa. Baada yake Wairani hawakupata nafasi ya kujumuika tena katika sehemu moja na kupigana na Waislamu, na Waislamu wakaanza kukumbuka mahali hapa kwa jina la Fathul Futuh.
kulikuwa na pendekezo jingine la kuvamia Iran. Sababu zake ni zipi? Imeandikwa kwamba japokuwa kutokana na hulka na kanuni Waislamu walikuwa na mamlaka ya kwamba wamalize nguvu ya maadui, kwani maadui walikuwa wakishambulia mara kwa mara, lakini moyo wa Hazrat Umar kila wakati ulikuwa unachukia na umwagaji wa damu. Yeye alikuwa hapendi, na mtumishi huyo mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani kwamba serikali ya Kiiran ikishindwa katika maeneo ya mipakani isitishe harakati zao za kivita na silsila hiyo ya mapigano ifikie tamati yake. Hazrat Umar alikuwa ameeleza mara kwa mara tumaini lake, bali alikuwa amewakataza majeshi ya Iran na Iraq kusonga mbele, lakini kwa sababu za harakati za mara kwa mara za kivita za maadui na kwa sababu ya uasi wao katika maeneo yaliyotekwa, tumaini lake hilo halikuweza kutimia. Na baada ya kuongea na watu watokao vitani, akafikia uamuzi wake kwamba hatuna namna isipokuwa kufanya mipango zaidi ya kivita. Habari hiyo ni ya mwaka 17 wa Hijria, lakini hata hivyo kwa muda mrefu yeye hakutoa ruhusa kwa jeshi ya kusonga mbele. Lakini sasa kama ilivyoelezwa hapo juu, hali ilikuwa imeharibika. Hazrat Umar alikuwa ameshaona kwamba Yazjard kila mwaka anaendelea kutuma jeshi na kusababisha vita. Watu walikuwa wamemwomba mara kwa mara kwamba maadamu Yazjad yupo madarakani, yeye hatabadilisha mwelekeo wake, na sasa vita vya Nahawand pia ilikuwa imethibitisha jambo hilo. Kwa sababu ya hali hizi, Hazrat Umar baada ya mwaka wa 21 Hijria akatoa ruhusa ya kwenda mbele na akapanga mpango wa ushindi kamili wa Iran na kutuma Kufa, ambayo ilikuwa ni makao makuu ya kijeshi. Hazrat Umar kwa ajili ya maeneo mbalimbali ya Iran akawateua viongozi mbalimbali na akawatumia bendera kutoka Madina. Bendera ya Khurasan akamtumia Ahnaf bin Qais, bendera ya Istakhar kwa Uthman bin Abu As, bendera ya Ardashir na Sabur akamtumia Mujashe bin Masud, na bendera ya Fasa na Dar Bajirt akatuma kwa Saira bin Zunaim, bendera ya Sajastan kwa Asim bin Amr, bendera ya Makran kwa Hakam bin Amr, na bendera ya Kirman akamtumia Suhail bin Adi. Kwa ajili ya ushindi wa Azerbaijan akawatumia Utba bin Furqad na Bukair bin Abdullah bendera zao, na akawaamuru kwamba mmoja aishambulie Azerbaijan upande wa kulia, yani kutoka Hulwan, na mwingine aivamie kutoka kushoto, yani upande wa Mosul. Na katika vita vya Asfahan Abdullah bin Abdullah akapewa bendera. Kuhusu ushindi wa Asfahan imeandikwa ya kwamba Abdullah bin Abdullah aliteuliwa kuwa kamanda katika vita vya Asfahan. Yeye alikuwa katika Nahawand, ambapo akapata barua ya Umar ikisema kwamba aelekee Asfahan na amteue Abdullah bin Warqa kama kamanda wa kikosi cha mbele, na upande wa kulia na kushoto awateue Abdullah bin Warqa Asdi na Asma bin Abdullah. Abdullah akatoka na akapambana na jeshi la Asfahan karibu na mji, jeshi ambalo lilikuwa chini ya ukamanda wa Ustandar. Afisa wa kikosi cha mbele cha maadui alikuwa ni afisa mwenye uzoefu mkubwa, Shahar bin Baraz Jazvia. Yeye pamoja na vikosi vyake akapambana na Waislamu na vita kali ikatokea. Jazvia akaomba mshindani wake Abdullah bin Warqa akammaliza papo hapo. Baada ya vita kali kutokea, maadui wakashindwa na wakakimbia, na kamanda Ustandar akafanya suluhu na Abdullah bin Abdullah. Jeshi la Kiislam likasonga mbele na kuelekea Asfahan iliyokuwa maarufu kwa jina la Je, na likauzungira mji. Siku moja mkuu wa mji Fazuswan akatoka nje na akamwambia amiri mkuu wa jeshi la Kiislam Abdullah bin Abdullah kwamba ni vyema mimi na wewe tupigane vita, na yeyote atakayeshinda juu ya mwingine atafahamika kuwa ndiyo mshindi. Abdullah akakubali wito wake na akasema, je, utaanza wewe au nianze mimi? Fazuswan akamshambulia Abdullah
abdullah akaendelea kusimama kidete mbele yake, lakini kwa sababu ya pigo la adui horiji ya farasi yake ikakatika. abdullah akakaa vizuri juu ya farasi yake bila horiji na akasema kwa adui wake kwamba sasa subutu. Fazuswan akasema wewe ni shujaa na mjasiri sana, mimi niko tayari kufanya suluhu na kukabizi mji. Hivyo suluhu ikafanywa na waislamu wakateka mji ule sawa na Tabri. Ushindi huo ulitokea mwaka 21 hijria. Mwanahistoria Baladri amesema kwamba mtu aliyekuwa ameteuliwa kama kamanda katika vita hii yeye hakuwa Abdullah bin Abdullah, bali yeye alikuwa ni Abdullah bin Budail bin Waraka. Lakini Tabri ameandika ya kwamba baadhi ya watu wamechanganya majina ya Abdullah bin Waraka Asdi na Abdullah bin Budail bin Waraka. Asdi ambaye alikuwepo katika vita hii na alikuwa ni kamanda wa kikosi kimoja, ilhali Abdullah bin Budail katika zama za Umar alikuwa na umri mdogo, na katika vita vya Siffin alipouawa umri wake ulikuwa ni miaka 24 tu. Uasi wa Hamdan na ushindi wake baada ya vita vya Nahawan, Waislam walikuwa wameshinda Hamdan, lakini watu wa Hamdan wakavunja mkataba wa suluhu na wakipata msaada wa kivita kutoka Azerbaijan wakatayarisha jeshi. Hazrat Umar akamwamrisha Nuaym bin Muqarran ili aende huko na jeshi la watu 12,000. Baada ya vita kali Waislamu wakashinda mji ule. Hazrat Umar alikuwa na wasiwasi sana kuhusu vita hii. Mjumbe akaja na habari njema ya ushindi. Hazrat Umar kwa kumpitia mjumbe huyo akamtumia Nuaym bin Muqarran amri kwamba yeye amteue mtu fulani kama makamu wake katika Hamdan na mwenyewe aelekee Ray, na akipata ushindi juu ya jeshi la Ray abaki katika Ray, kwani mji huo una umuhimu mkubwa katika eneo hilo. Kwa vyote vile habari hizi na hali za vita bado zinaendelea. Ushindi uliotokea katika zama za Umar, habari zake bado zinaendelea, na inshallah nitaeleza katika siku za usoni. Muda huu nitaeleza kuhusu baadhi ya marehemu na kisha nitasalisha sala ya jeneza yao. Baada ya sala ya Ijumaa, marehemu wa kwanza ni Muhammad Diantono Saheb wa Indonesia ambaye Julai 15 akiwa na umri wa miaka 46 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mkewe ameandika ya kwamba marehemu alizaliwa katika familia moja isiyo Ahmadiyya, lakini tangu utotoni alikuwa na shauku ya kwenda misikitini na alikuwa na tabia tofauti na watoto wengine, kubaki misikitini kwa muda mwingi na kujifunza mafundisho ya Islam na kumkumbuka Allah ilikuwa ni tabia yake. Alikuwa akisema kwamba hayo yote yalikuwa ni neema ya kweli kwake ili apate ukaribu wa Allah. Kulikuwa na rafiki yake mmoja katika kijiji ambaye alikuwa ni mwanajumuiya. Yeye alipokuwa akisoma katika shule ya sekondari, kwa kupitia rafiki yake huyo alikuwa amejua kuhusu jumuiya. Marehemu alifanya bayati katika jamaati ya Chilidu na Chirgun. Baba yake alipojua kuhusu bayati yake akakasirika sana juu yake na akamfukuza kutoka nyumba yake, kwani yeye alikuwa akizani kwamba mwanawe amepotea, na mlango wa nyumba pia ulikuwa haufunguliwi kwake. Yeye alikuwa akilazimika kulala nje. Kwa muda fulani hali hiyo ikaendelea na kisha akasamehewa naye akaanza kuja nyumbani. Kisha mwaka 1997 viongozi wa tawi lake wakamshauri kwenda jamia, kwani sawa na rai yao yeye alikuwa na uwezo wa kuwa mbashiri. Yeye alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri tangu ujana wake. Kisha akaingia jamia na mwaka 2002 akamaliza masomo yake. Kituo chake cha kwanza kilikuwa ni Pontowa. Kwa kuwa marehemu alikuwa na shauku sana ya kufanya mahubiri, hivyo alikuwa na kwenda vijijini katika vijiji mbalimbali pamoja na madaiyan. Kwa fadhili ya Allah akapata bahati ya kupata mamia ya bayat katika kijiji kimoja, na ujenzi wa nyumba ya mbashiri ulipoanza yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi ya ujenzi. Wakati ule tawi lile halikuwa na nyumba ya mbashiri. Mkewe anasema, nakumbuka tulikuwa tunaishi katika nyumba ya kawaida sana ya kupanga. Nyumba ile haikuwa na vifaa vingi isipokuwa kulikuwa na blanketi moja na
mto mmoja na mkeka mmoja ambao tulikuwa tunalala juu yake, na kwa ajili ya kupikia chakula tulikuwa na chombo kimoja tu ambacho tulikuwa tunakitumia kwa ajili ya chakula na kutunza maji. Kisha siku moja Rais Tabligh Suyuti Aziz Saheb na mbashiri wa mkoa Saiful Saheb wakaja katika nyumba yetu. Kwa kuona hali ya nyumba wakashangaa sana. Kisha baada yake jamaat ya chini Pontawa iliomba makao makuu ruksa ya kujenga nyumba ya mbashiri katika jamaat hiyo, na ujenzi wake ukaanza. Kisha msikiti pia ukajengwa. Hapo mwanzo watu hawa walikuwa wanaswali kwa pamoja katika msikiti mmoja wa Waislamu. Kisha kwa sababu ya upinzani wakaacha kuswali katika msikiti ule, kisha wakaanza kuswali katika nyumba moja. Na pia kulikuwa na vikwazo mbalimbali katika ujenzi wa misikiti. Mafundi wakakataa kufanya kazi. Mwenyekiti wa kijiji pia akatoa vitisho kwamba sitatoa ruksa ya ujenzi huu wa misikiti. Lakini pamoja na matatizo yote, mbashiri hakukata tamaa, na kwa azma kubwa akaendelea na ujenzi wa misikiti. Na kama vibarua walikuwa wakisusia, yeye alikuwa anafanya wakari amal pamoja na atfal na khudam. Hata watoto wasiokuwa Wahamadia pia walikuwa wanashiriki katika wakari amal, na hivyo msikiti ukajengwa. Anasema alipopelekwa mjini Jakarta, huko kulikuwa na upinzani mkali dhidi ya jamaat, lakini kule mafuriko yalipotokea, watu wasiokuwa wanajumuiya wakaja katika msikiti wetu ili kuomba uhifadhi. Kwa miaka miwili mafuriko yakaendelea kutokea, na wao wakaendelea kuja katika misikiti wetu kupata uhifadhi. Upande moja walikuwa wanapinga, lakini walikuja kuomba uhifadhi pia katika misikiti wetu. Kisha upinzani ukaanza kupungua. Kazi kubwa alizozifanya yeye, kazi moja ni kufanya maandalizi ya kufikisha ujumbe wa jamaat na tafsiri ya hutuba ya khalifa kwa kutumia redio na mtandao wa kijamii. Wakati ule mpango wa kutoa tafsiri ya hutuba mubashira ulikuwa haukuanza, hivyo akafanya juhudi kubwa katika maisha yake, na alikuwa ni mbashiri mwenye mfano. Ameacha nyuma mke na watoto 5. Allah amghufirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja, awajalie watoto wake nao pia waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni ya Sahibzada Farhan Latif Sahib wa Chicago, Marekani, ambaye siku za nyuma alikuwa amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa ni kitukuu cha Sahibzada Abdulatif Sahib Shahid. Marehemu alikuwa ni mjumbe wa tawi la Chicago. Muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuitumikia jamaat na kuwasaidia wengine. Alikuwa na tabia ya kutabasamu na alikuwa akitangulia kusema salam, kazi iwe ndogo au kubwa. Muda wote alikuwa akisema labbaik, na alikuwa katika mstari wa mbele katika jamaat ya Chicago. Aliendelea kutoa huduma kama mhariri kwa ufanisi mkubwa. Marehemu alikuwa musi. Ameacha nyuma watoto 3 wenye umri mdogo na wazazi walio wazee. Wakati wa kifo chake umri wake ulikuwa ni miaka 45. Allah amghufirie na amrehemu, awajalie watoto wake waendelee kushikamana na jamaat. Jeneza inayofuata ni ya Malik Mubashir Ahmad Sahib wa Lahore, ambaye 21 Novemba alikuwa amefariki dunia, lakini jeneza yake ilikuwa haikusalishwa. Mwanawe alikuwa ameandika kwamba jeneza yake isalishwe. Marehemu alikuwa ni mwana wa Maulana Ghulam Farid Sahib, mfasiri wa Qur'ani na sahaba wa Masihi Maud salam katika jamaat ya Daud Khel wilaya Mianwali. Aliweza kuitumikia kama amiri, na katika Hyderabad akaweza kutoa huduma mbalimbali za kidini. Katika kazi ya kukamilisha kamusi ya Qur'ani tukufu aliweza kufanya kazi ambayo sawa na amri ya Khalid Msirabe. Baada ya kutokea kifo cha baba yake, yeye akiwa na ndugu yake alikuwa amefanya kazi kwa pamoja na kuratibu kamusi hiyo. Allah amghufirie na amrehemu. Kama nisemavyo, baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha sala ya jeneza yao.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر